Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu sasa anawasili katika eneo hili la mahafali na wote tunaombwa kusimama. Asante. Anatestia hapa. Ameenda. Chap chap. Inaombwa sasa tuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima tunakukaribisha ili uweze kuunda mahafali ya pili ya shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi iliyotolewa na Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu Arusha. Karibu Mheshimiwa Rais. Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa mamlaka niliyopewa katika kifungu namba 6 kifungu kidogo cha pili mabano F cha sheria ya Chuo cha Uhasibu Arusha sura ya 240 marejeo ya mwaka 2002 kama ilivyofanyiwa marekebisho kupitia kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mabadiliko ya sheria mbalimbali namba 13 ya mwaka 2019, naunda mahafali ya kwanza shahada ya sayansi ya jeshi kati ya Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli na Chuo cha Uhasibu Arusha.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa nimkaribishe mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, Profesa Eliamani Serodeka na baadaye amkaribishe Waziri wa Fedha na Mipango kutoa hotuba yake. Karibu mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Kitenga Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Stergomena Lawrence Tax, Waziri wetu wa Ulinzi, waziri mbalimbali mlioko, Profesa Ndalichako, Waziri wa Elimu, Profesa Chimba Chawene, Dr. Faraji Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mwenyekiti wa Bodi ya Chuo cha Uhasibu Arusha, Dr. Mwamini Tuli, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Generali Venance Salvatori Mabeyo, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na makamanda wote wa jeshi letu la wananchi mlioko hapa, Brigadier General Mwaseba, Commandant na Mkuu wa Chuo cha Mafunzo Monduli, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali wa serikali, jeshi na chama mlioko hapa, wakufunzi na wafanyakazi wote wa IAA na TMA, wanafunzi leo ambao mna graduate na wale ambao mnategemea kugraduate mwakani, vyombo vya habari wa Tanzania wote mnaotufuatilia, mabibi na mabwana, na usalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kwa kipekee kabisa kwa niaba yangu binafsi, uongozi wa chuo, wafanyakazi na jamii nzima ya Chuo cha Uhasibu Arusha kukushukuru wewe kwa kuweza kutenga siku hii ya leo na kushirikiana nasi katika mahafali haya ya pili ya sayansi ya kijeshi kwa ushirikiano kati ya sisi Chuo cha Uhasibu Arusha na Chuo cha Mafunzo Monduli, yani Tanzania Military Academy TMA. Kwa sisi Mheshimiwa Rais, ni faraja sana tokea umekuwa rais, ni mara ya pili umekuja umevaa joho letu, sisi tunajivunia, tunashukuru sana, karibu sana. Mheshimiwa Rais, chuo chetu ni moja kati ya taasisi za elimu ya juu zilizo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, na kama ilivyo kwa taasisi zingine za elimu, sisi tumejikita katika kutoa mafunzo ya kozi mbalimbali, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu. Na katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Rais, tumekuwa tukishirikiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa takriban miaka 7 sasa, ushirikiano ambao umeendelea kuzaa matunda kama ambao tunaona leo. Na chuo kingine ni chuo cha makamanda cha Duluti ambao tumeendelea kushirikiana. Mheshimiwa Rais, chuo chako kimeendelea kukua. Sasa tuna campus 3 na campus ya 4 tunakamilisha utaratibu wa serikali kufungua Dodoma, na sasa tuna kozi takriban 53 katika ngazi ya cheti, diploma, degree, uzamili kwa maana masters, na sasa tunategemea kutoa kozi ya uzamivu kwa kushirikiana na chuo cha Nelson Mandela kuanzia mwakani Januari. Vile chuo kimeendelea kukua na sasa tuna wanafunzi zaidi ya wanafunzi 9,000 katika hizi campus zilizoko. Mheshimiwa Rais, tunaomba nigusie kwa kifupi changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukikutana nayo ni upungufu wa walimu, upungufu wa wakufunzi. Kwa miaka kadhaa sasa sekta hii haijaajiri. Tunashukuru ujuzi hapo ulitoa kibali kwa ajili ya walimu wa sekondari na msingi. Naomba sasa utuangalie kwa jicho la kipekee elimu ya juu, kuna upungufu mkubwa sana wa walimu. Leo hii ni fahari kwetu kuwepo hapa tukishuhudia moja ya matokeo ya utekelezaji wa majukumu ya chuo ya kutoa mafunzo katika kozi mbalimbali, ambapo leo utawatunuku sayansi ya kijeshi, yani bachelor ya military science, wahitimu hawa 61 ambao wamejifunza masomo ya kiraia na kijeshi kwa miaka 3 na sasa wako tayari kutumikia taifa. Mheshimiwa Rais, Bwana Tim Cook, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Apple, akiwa anajibu siku moja hoja ya kwa nini Marekani makampuni yake yamekwenda kujenga viwanda China au kupeleka kandarasi nchini China,
Yeye alisema kwamba ukiitisha wataalamu wa kuunda vitu kwa maana tool engineers na technicians, kwa Marekani unaweza ukajaza ukumbi mkubwa wa mikutano, lakini ukifanya hivyo kwa China utajaza viwanja 10 vya mpira na wengine wakabaki nje. Kwa hiyo akajibu kwamba wenyewe hawaendi China kufuata cheap labor, lakini wanakwenda kufuata utaalamu mbalimbali waliopo. Kilichotokea Mheshimiwa Rais ni kwamba China baada ya vita vya pili vya dunia walianza mapinduzi makubwa kwenye sekta yao ya elimu, wakilenga kuwajengea vijana ujuzi, maarifa na weledi katika vyuo vyao. Kwa kupitia sera mbalimbali na miradi mbalimbali, kwa mfano Project 211 ya miaka 90, serikali kwa makusudi iliweka kufanya uwekezaji mkubwa kwenye vyuo vyao, ikilenga kuboresha tafiti zinazolenga ubobezi na uzalishaji katika viwanda. Kwa mfano, Tsinghua University pamoja na mabadiliko makubwa ya kimtaala na kiutendaji ilijenga viwanda vitatu kama sehemu ya shule, cha kemikali, cha magari na cha vifaa mahususi, yani precise tools, na viwanda hivyo vikawa sehemu ya ufundishaji. Baada ya kufanikiwa, vyuo vingi vya China vikaendeleza mpango huo kwa sekta mbalimbali, na matokeo yake ni kuwa na wataalamu na mafundi wengi ambao ndio mpaka sasa hivi China wanajivunia na watu wanakuja kutuuzia vitu ikiwemo furniture. Mheshimiwa Rais, sisi kama chuo huwa tunatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujitangaza. Hasa kinachotokea ni kwamba wananchi wanakuwa na uwezo wa kuwasiliana na sisi moja kwa moja kupitia mitandao hii. Kitu kikubwa ambacho kimekuwa kijirudia Mheshimiwa Rais ni kuuliza lini mnakuja mkoani kwetu au wilayani kwetu, na masuala haya yanakuja toka kwa viongozi au vijana au wazazi. Kitu ambacho tumejifunza ni kwamba wananchi wanahitaji vyuo kule ambako waliko. Mheshimiwa Rais, nakumbuka ulishawahi kutoa maelekezo ya mabadiliko kwenye mitaala yetu ili kuendana na mahitaji ya sasa na dira ya taifa inayolenga kwenye Tanzania viwanda. Kwa miaka kadhaa serikali imekuwa ikitoa hela kwenye shule zetu. Naomba nikupongeze hili mimi binafsi kama mzazi. Na hii imepelekea mambo makubwa mawili. Moja, idadi ya vijana wanaomaliza darasa 7 na form 4 imeongezeka sana. Na mbili, hizi bilioni 24 serikali inatoa kila mwaka, kila mwezi, imepelekea ubora mkubwa sana wa vijana wanaomaliza form 4. Hii maana yake vijana wanaokuja vyuo wameongezeka na wataendelea kuongezeka sana. Vile vile serikali imekuwa ikijengea uwezo vyuo vikuu kwa maana ya vyuo vinavyotoa degree, na vile vile kusaidia vijana kusoma kwa kutoa mikopo kwa loan board. Sasa hii imepelekea vijana wengi kukimbilia kuamini kwamba degree ndio itakao watoa. Na sasa hivi vijana wengi wangependa kweli kwenda kule, labda watachagua kwenda diploma kama akiona kwamba ameshindwa kwenda degree. Sasa Mheshimiwa Rais, tukiweka haya yote kwenye mtazamo mmoja, nadhani ni wakati mwafaka umefika sasa kuangalia sera yetu ya viwanda na sera ya elimu na kuziumanisha ili ziweze kuendana na uhalisia wa sasa hivi. Na tunaomba tuone serikali iweze kuona kwenye vitu vifuatavyo. Moja, kuwe na shule za ufundi za sekondari kwa kila tarafa. Mheshimiwa Rais, ili linawezekana kwa kujenga tu karakana moja kwenye shule mojawapo ya kata katika tarafa hiyo kutokana na shughuli za kiuchumi. Kwa mfano, kama eneo lina mbao nyingi, basi tukiunda karakana ya useremala na mwakani tukaunda karakana nyingine na mwaka ule karakana nyingine, by mwaka 2025 tayari shule ile itakuwa na karakana 5-6 na vijana wa eneo lile watakuwa wanajifunza. Vile vile serikali ione uwezekano wa kuwa na chuo cha ngazi ya diploma kwa kila wilaya. Mheshimiwa Rais, sasa hivi wilaya zina wastani wa shule za kata 30, na utakuta kwamba katika mkoa ambao una wilaya labda 4, 5, 6 mathalani hakuna chuo au kuna tawi dogo la chuo kingine. Kwa hiyo nadhani tukiwa na vyuo hivi itasaidia sana. Na hili Mheshimiwa Rais, inawezekana kabisa kwa kutumia miundombinu ambayo tayari ipo. Kwa mfano, shule inaweza ikasoma mpaka saa 8, saa 9 ikabadilika ikawa chuo, vijana wanaanza kusoma. Wakati huo huo mkurugenzi wa ile wilaya akaanza mkakati wa kujenga miundombinu mikubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, imefika mahali sasa nchi yetu imeshakuwa kubwa, tuone uwezekano wa kuwa na degree, chuo chenye uwezo wa kutoa degree kwa kila mkoa, kwa maana ya aidha kujenga au kuwa na tawi kubwa lenye hadhi ya mkoa, ikiwa ni pamoja na kuwa miundombinu na walimu wa kutosha. Kwa mfano, ukienda Uholanzi, vyuo vyao vingi vimeunganishwa na viwanda. Kwa badala ya viwanda kuwa na idara za utafiti na ubunifu, zile kazi zinaletwa chuoni, na hivyo vijana wanajifunza kivitendo na baadaye wakitoka wanaenda moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, hii pamoja na kwamba jengea vijana ujuzi na maarifa kuunda vitu mbalimbali na baadaye kujiajiri, vile vile wataweza kuanza kuunda viwanda vidogo vidogo. Itavutia wawekezaji katika ile wilaya, na kama nchi
itavuta sana wawekezaji, kwa sababu mwekezaji anakuja anataka awe na uhakika wa rasilimali watu. Vile vile kikubwa, Mheshimiwa Rais, itapunguza sana vijana kuhamia mijini, rural urban migration, ambayo imekuwa tatizo. Hii inatoa zile nguvu kazi katika maeneo ya vijijini na kuchelewesha maendeleo katika eneo hili. Mheshimiwa Rais, sisi kutokana na uzoefu tuliopata kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo Monduli, tuko tayari na tunao uwezo wa kushirikiana na wilaya au mikoa kufanya mipango hii. Mheshimiwa Rais, naomba sasa niongee kidogo na wahitimu. Ndugu zangu, naomba niwakumbushe tu kwamba serikali imewekeza fedha na rasilimali nyingi sana kwenu kuhakikisha kwamba mnapata elimu bora na yenye manufaa kwenu binafsi, kwa familia yenu na nchi kwa ujumla. Kwa ujumla, taifa linahitaji wasomi walio na nidhamu, uzalendo na maadili mema, ambao watachangia kujenga nchi katika misingi ya endelevu na ya haki, na kwa kuwatumikia Watanzania kwa moyo na weledi mkubwa pasipo kuwabagua kwa misingi ya ukabila, ukanda, udini, itikadi. Niwakaribishe tena chuo chetu cha uhasibu Arusha. Mheshimiwa Rais, mahafali ni mafanikio na wako wengi wameshiriki katika kufikisha haya mafanikio. Naomba kwa kipekee kabisa nipongeze jeshi letu la wananchi kupitia chuo cha mafunzo Monduli, Brigadier General Masega kwa kushirikiana nasi vema. Naomba nichukue nafasi hii kwa kipekee sana, Mheshimiwa Rais, kuwashukuru wahadhiri wote na wakufunzi wa chuo cha uhasibu Arusha na chuo cha mafunzo Monduli. Mheshimiwa Rais, tunaomba nigusie kwa kushukuru sana, umetupatia mwenyekiti wa bodi. Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Dr. Mwamini Tuli kwa niaba ya management ya chuo cha uhasibu Arusha. Sisi tutakupatia ushirikiano, tushirikiana na bodi kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu yetu ya msingi ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu. Baada ya kusema hayo, nikushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa nasi siku ya leo. Asanteni sana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sasa, Mheshimiwa Rais, nimkaribishe Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wetu wa fedha na mipango, aweze kuzungumza nasi. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Stegomena Lawrence Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Joyce Lazaro Ndalichako, Waziri wa Elimu na Mafunzo, pamoja na mawaziri wengine na manaibu waziri wengine tulioko hapa, Dr. Faraji Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, pamoja na viongozi wengine wa serikali walioko hapa, Jenerali Venance Salvatore Mabeyo, Mkuu wa majeshi ya ulinzi, wakuu wengine walioko hapa wa vyombo vya ulinzi na usalama, majenerali, makamanda wengine, pamoja na viongozi wengine, mabibi na mabwana. Nami nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa nimezingatia itifaki na kutambua uwepo wenu wote. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii kukukaribisha katika tukio hili la pili katika siku hii muhimu. Haya ni mahafali ya pili tangu chuo chetu cha uhasibu Arusha kusaini mkataba wa ushirikiano na Jeshi la Wananchi Tanzania mnamo tarehe 20 Novemba mwaka 2015. Baada ya kusaini mkataba huu, tulizindua rasmi kuanza kutoa shahada ya sayansi ya kijeshi mwaka 2017. Na hivyo mwaka jana 2020 tulifanikiwa kutoa wahitimu 147 katika shahada ya sayansi ya kijeshi, ambao uliwatunuku shahada hiyo mwezi Aprili mwaka huu, na awamu hii ya pili tuna wahitimu 61 kama ambavyo
umetoka kupewa maelezo ya awali. Kwa kuwa maelezo kuhusu chuo yametolewa na mkuu wa chuo, kabla sijakukaribisha, mimi niseme neno moja tu la kukupongeza kwa kazi kubwa unayoifanya, ambayo katika kazi hiyo unayofanya, moja ya eneo ya matunda yake yanahusiana na chuo chetu kuanza mafunzo yanayohusisha shahada ya usalama wa mtandao, yani Bachelor of Cyber Security. Shahada hii imelenga kuisaidia nchi katika kupata wataalamu mahiri na wenye weledi katika kupambana na mashambulio ya kimtandao ambayo kadri siku zinavyokwenda yamezidi kuongezeka. Mtaala huu umeandaliwa kwa maono ya kimataifa na chuo kimeingia makubaliano ya ushirikiano na makampuni ya kimataifa ijulikanayo kama Checkpoint Secure Academy iliyopo nchini Israel. Na Mheshimiwa Rais, hii ni katika kutembea kwenye ndoto yako ambayo umeweka mkazo mkubwa sana katika masuala ya digitali, ambapo unalenga pia kuwa na chuo kinachojitegemea, kinachoshughulika na masuala hayo ya kidijitali. Hongera sana kwa kazi kubwa Mheshimiwa Rais unayofanya. Si tu katika eneo hili, kazi yako kubwa unayofanya ndani ya nchi na hata unapokuwa katika mataifa mengine imefungua fursa kubwa sana za kiuchumi, na pengine itasaidia sana nchi yetu hasa inapokabiliana na majanga mengine haya ambayo si ya kibinadamu. Mfano, katika shughuli zako ambazo umezifanya tangia upokee kijiti hiki, akiba ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa katika siku za hivi karibuni, ikienda zaidi ya dola bilioni 6,700 ambacho ni kiwango kikubwa katika kumbukumbu zilizowahi kurekodiwa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, nimekuwa nikikutana na mabenki, ukwasi kwenye mabenki umeongezeka, na sambamba na hiyo ukwasi pia mifukoni mwa wananchi unaongezeka, na kwa shughuli hizi ambazo juzi tu ulizizindua mwezi uliopita utaendelea kuongezeka zaidi na utaendelea kuchochea shughuli za kiuchumi. Lakini hata shughuli tu za kiuchumi ambazo hata hazipimiki kwa misingi ya kitaalamu. Nimepita Arusha siku za nyuma na hapo katikati wakati tuko kwenye mambo ya Uviko 19, na jana nilipofika, Mheshimiwa Rais, nimeikuta Arusha tayari inakuwa tofauti, inapata ile sifa iliyowahi kupewa ya Geneva of Africa. Nilikuta shughuli za kiuchumi zimechangamka, na hata eneo moja tu nilifika ambalo niliwahi kufika siku zilizopita nikakuta pamepoa sana. Jana nilipofika nilikuta pana mkusanyiko mkubwa sana, shughuli za kibiashara zikiwa zinaendelea. Hii ni matokeo ya kazi kubwa unazofanya ndani na nje ya nchi. Kwa kifupi tu niliona niagusie hayo, nimalizie kwa kukushukuru tena kwa kutenga siku hii kuwa nasi hapa katika tukio hili muhimu, na nikiwapongeza wote waliofanikisha shughuli hii, chuo cha uhasibu Arusha pamoja na chuo chetu ambao ndo wenyeji wetu hapa. Na nilikuwa naangalia pale ndani kwa sababu ni mara ya kwanza kwangu mimi kufika hapa, nikawa na shangaa nikaona kazi kubwa inayofanyika, na nikaipenda na kauli mbiu yao ile ya daima mbele, ambayo ni kauli mbiu yenye maono makubwa sana. Baada ya kuyasema haya machache, naomba sasa nichukue fursa hii kukukaribisha uweze kutoa zawadi kwa wahitimu waliofanya vizuri zaidi, pamoja na kuwatunuku shahada ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha uhasibu Arusha kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Mheshimiwa Rais, karibu sana na nakushukuru kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata hivi sasa ni kutoa zawadi kwa wahitimu waliofanya vizuri zaidi na kutunuku shahada ya sayansi ya kijeshi kwa wahitimu.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa miaka yote mitatu ni Luteni Usu Francisco Claudio Kasongo. Mhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa upande wa wanawake ni Luteni Usu Rose Yusti Temba. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, na huo ndio mwisho wa kutoa zawadi. Punde tutakuomba utunuku shahada ya sayansi ya kijeshi kwa wahitimu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wahitimu walioko mbele yao jumla yao ni 61. Kwa heshima na taadhima, sasa tunakuomba watunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kama ilivyoorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali ukurasa wa 10. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa mamlaka niliyopewa katika kifungu namba 6 kifungu kidogo cha pili mabano F cha sheria ya chuo cha uhasibu Arusha sura ya 240 marejeo ya mwaka 2002 kama kilivyofanyiwa marekebisho kupitia kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili cha sheria mabadiliko ya sheria mbalimbali namba 13 ya mwaka 2019 na watunuku shahada ya sayansi ya kijeshi wahitimu 61 waliopo ambao wameorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru kwa kutunuku shahada ya sayansi ya kijeshi. Muda mfupi ujao tutakuomba uvunje mahafali haya. Kwa sasa unaombwa kurejea meza kuu.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa tunakuomba uvunje mahafali ya pili ya shahada ya sayansi ya kijeshi. Mheshimiwa Stergomena Lawrence Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Balozi Hussein Athmani Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu Emmanuel Tutuba, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Jenerali Venance Mabeo, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, Luteni Jenerali Matthew Mkingule, Mnadhimu Mkuu wa Jeshi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, uongozi wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli, uongozi wa Chuo cha Uhasibu wa Arusha, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nachukua fursa hii awali ya yote kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kuwa hapa na kufanikisha shughuli hii ya mahafali iliyoandaliwa leo. Ninawapongeza Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli na Chuo cha Uhasibu wa Arusha kwa ubunifu huu mliouonesha. Aidha, nawapongeza pia wahitimu wote wa mafunzo haya ya shahada ya sayansi ya kijeshi. Ubunifu huu ni mzuri kwa jeshi letu. Hongereni sana. Jukumu langu hapa ni kuvunja mahafali haya, na hivyo kwa mamlaka nilionayo navunja mahafali ya pili ya shahada ya sayansi ya kijeshi kati ya Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli na Chuo cha Uhasibu Arusha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki Tanzania. Mungu abariki jeshi letu. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru kwa kuvunja mahafali ya pili ya shahada ya sayansi ya kijeshi.
Punde tutakuomba uelekee katika eneo la kupiga picha pamoja na wahitimu. Wahitimu wote sasa mwelekee katika eneo la kupiga picha. Na wafuatao wataambatana na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kupiga picha ya pamoja na wahitimu. Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Balozi Hussein Athmani Katanga. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Daktari Stegomena Lawrence Tax. Waziri wa Fedha na Mipango Mheshimiwa Daktari Mwiguru Lameck Nchemba Mbunge. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Profesa Joyce Lazaro Ndalichako Mbunge. Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Daktari Faraji Kasidi Mnyepe. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Venance Salvatori Mabeo. Mnadhimu Mkuu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule. Mkuu wa Jeshi la Nchi Kavu Meja Jenerali Anthony Chacha Sibuti. Mkuu wa Jeshi la Anga Meja Jenerali Shaban Baragashmani. Mkuu wa Jeshi la Wanamaji Rear Admiral Michael Mwanandenje Mumanga. Mkuu wa vikosi chini ya makao makuu ya jeshi Meja Jenerali Ramso Godwin Mwaisaka. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Nduku Mabele. Mkuu wa Chuo cha Ulinzi cha Taifa Meja Jenerali Ibrahim Michael Mhona. Mkuu wa Tiba Jeshini Meja Jenerali Amri Salim Mwami. Mkuu wa Usalama na Utambuzi Jeshini Meja Jenerali Ramadhani Rama Mrangira. Mkuu wa Utumishi Jeshini Meja Jenerali Paul Kisesa Simuli. Mkuu wa Tawi la Ugavi na Uhandisi Jeshini Meja Jenerali Hawa Isa Kodi. Mkuu wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli Brigedia Jenerali Jackson Jairos Mwaseba. Mkuu wa Tawi la Mipango na Maendeleo Jeshini Brigedia Jenerali Osea Maloda Ndagala. Mkufunzi Mkuu Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli Kanali Po Yohana Masinde. Kaimu Kamanda Kitivo cha Maafisa Wanafunzi Meja Prosper Sabini Tarimo. Mkuu wa Idara ya Taaluma Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli Meja Joseph Atanas Murimi. Wahitimu wote wa shahada ya sayansi ya kijeshi. Mkuu wa Chuo cha Uhasibu Arusha Profesa Eliamani Sedoyeka, pamoja na wakufunzi wote wa Chuo cha Mafunzo ya Kijeshi Monduli na Chuo cha Uhasibu Arusha. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa tunakuomba uelekee katika eneo la kupiga picha ya pamoja na wahitimu. Wageni waalikwa, mabibi na bwana, pia inaombwa wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama waliopo maeneo haya mnaombwa kujumuika na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kupiga picha pamoja na wahitimu. Wageni waalikwa, mabibi na bwana, na huo ndio mwisho wa kamisheni pamoja na mahafali. Kwa wale wenye kadi rasmi za mwaliko, mnakaribishwa ukumbini kwa ajili ya chakula cha mchana. Mahali ukumbi ulipo mtaelekezwa na maafisa wa itifaki. Karibuni sana.
Wakati huo Chechereka Bendi, karibuni uwanjani kwa burudani.